TANROADS ni wakala wa barabara iliyoanzishwa chini ya sheria za wakala wa serikali mwaka 1997. Na wakala hii ilipewa majukumu ya kusimamia matengenezo, usanifu na katika kusimamia mtandao wake wa barabara una jumla ya kilomita 37 na madaraja zaidi ya 8,000. TANROADS tangu ilipoanzishwa ilipokea barabara chini ya kilomita 4,000 za lami na sasa imefikisha kilomita 12,000 za lami kama ambavyo tunaona katika ramani yetu ya mtandao mzima wa barabara. Lakini pia mwaka 2017 TANROADS ilipewa jukumu la kusimamia viwanja vya ndege, ambapo kiwanja cha ndege cha Msalato ambacho kimeshakamilika, sehemu ya kuruka na kupaa ndege kimeshakamilika kwa 100%, na sasa hivi jengo letu ndio liko katika hatua hizo. Lakini pia TANROADS ina miradi yake ya kimkakati. Miradi yake ya kimkakati ni kama daraja la JPM Magufuli Mwanza ambalo limeshakamilika na sasa limeanza kufanya kazi, lakini pia daraja la Tanzanite ambalo liko Dar es Salaam ambalo pia nalo linafanya kazi. Lakini pia kwa sasa tuna ujenzi wa daraja la Pangani kwa Tanga ambalo ujenzi wake umefikia 78%. Lakini pia kama mtakumbuka, kwa wale wanaopenda Dodoma, barabara ya Kibaigo eneo la Mtanana, eneo hili lilikuwa ni korofi sana. Kwa TANROADS ilipewa jukumu la kufanya matengenezo na sasa matengenezo hayo yamekamilika kwa 100% na barabara hiyo imefunguliwa na kazi zinaendelea. Mbali na hivyo, katika kutunza barabara zetu, TANROADS ina kitengo cha mizani. Kitengo hichi kinasaidia kupima uwezo wa magari yetu yanayopita barabarani ili asiweze kuzidisha uzito. Na tuna mizani zaidi ya mizani 83. Mizani 20 ikiwa ni mizani ya WIM. WIM ni mizani ambayo weigh in motion, na maana unapima gari likiwa linatembea, na mingine ni mizani ambayo ni permanent. Hizo ndizo kazi zetu ambazo tunafanya TANROADS. Kuna mfano Namanga, kuna Tunduma, kuna hivi vituo ambavyo vimejengwa kwa OSPP ambavyo operation zote zinafanyika pale ili kuweza kufanya ufanisi mkubwa, kwa sababu kinachosumbua ni huduma zile zinazotolewa katika hivyo vituo. Kwa sasa hivi huduma zote zinafanyika kwa pamoja na huduma zake zinaenda kwa haraka zaidi, kurahisisha magari yanayokwenda nje ya Tanzania yaweze kupata huduma kwa haraka na kutembea haraka. Mimi ni mtaalamu wa majenzi ya barabara na leo hii niko hapa kwa ajili ya kuelezea mtambo unaoitwa Road Doctor Survey ambao tunatumia kwa ajili ya kupata taarifa za barabara zetu tukiwa tunajiandaa kufanya matengenezo au marekebisho. Mtambo huu unaitwa Road Doctor Survey. Ni Road Doctor kwa sababu unafanya kazi ya kudiagnose kama daktari. Mtambo huu unatumia mifumo miwili mikuu. Mfumo wa kwanza unaitwa LiDAR ama Light Detection and Ranging, ambao antena yake iko kule juu kama mnavyoweza kuona. Mfumo wa pili unaitwa Ground Penetrating Radar ama GPR, ambapo ndo tunaoona hapa. Na mifumo hii miwili kwa pamoja ndio unatengeneza kitu kinachoitwa Road Doctor Survey. Mfumo huu wa kwanza wa Ground Penetrating Radar unatumia mionzi ya radio, tunaita radio waves, ambayo technically tunaita ni electromagnetic waves. Mionzi hii inapita kwenye lami kwenda kwenye matabaka ya chini kuanzia mita 3 mpaka mita 60. Inapofika kule chini inachukua taarifa zote za kule chini na kuweza kuzileta kwenye kompyuta yetu ambayo iko ndani ya gari. Mfumo wa pili ambao ni wa LiDAR unatuma mionzi ya mwanga au inaitwa photons waves, ambapo mionzi hii inapofika kwenye ardhi au kwenye sehemu ya juu ya barabara ina uwezo wa kukuonyesha kama kuna mikwaruzo au kuna mipasuko au kuna mibonyeo ya aina yoyote ambayo inaweza ikawa ipo katika barabara. Kwa kutumia mifumo yote hii miwili pamoja na kamera zile 3, tunapokuwa tunafanya kazi, inakuwa ni rahisi sasa kunasa taarifa za barabara na baadaye kumpelekea mfanya maamuzi kuelewa kwamba barabara hii au barabara yetu imeharibika kiasi gani na ifanyiwe matengenezo kiasi gani. Mtambo huu umekuwa sehemu ya TANROADS au umenunuliwa na TANROADS tangu mwaka 2022 na hata sasa umeshapita katika barabara takriban kilomita 600. Kwa kutumia mtambo huu tumeweza kusaidia sana kwenye kupunguza gharama za matengenezo katika barabara zetu kwa asilimia kubwa sana, na hata sasa tunazidi kuendelea katika kutumia mtambo huu pale ambapo tunakuwa tunakabidhiwa barabara mpya ambazo zimetoka kufanyiwa ujenzi. Yote hii ni kuishukuru serikali kwa kufikiria
kwa namna ya kipekee sana kuweza kupunguza gharama na matumizi ya serikali yetu katika ujenzi wa miundombinu yetu. Imekuwa msaada mkubwa sana katika kusaidia kwenye kufanya ukarabati wa barabara zetu kwa sehemu kubwa na kupunguza gharama za maintenance ambayo imekuwa ni mwiba sana kwa barabara zetu. Miaka ya zamani ilikuwa kwenye kufanya ukaguzi wa barabara tulikuwa tunatumia njia ambazo ni za tunaziita conventional methods, ambazo katika barabara ya kilomita 1 mnaweza mkatumia hata siku 3 kuweza kukamilisha zoezi hilo kwenye kulikagua barabara hiyo. Lakini sasa unaweza kutumia mtambo huu kupitisha kwenye barabara yoyote kwa spidi ya 40 km/h na kuweza kumaliza kufanya ukaguzi wako ndani ya masaa machache na kuendelea na shughuli zingine. Nashukuru.